Karibu sana kwenye mabanda yetu. Tunafuga kwa kisasa. Kwa majina yangu, naomba kwanza nijitambulishe. Kwa majina yangu naitwa Dosila Charity Kogal, ni sales manager wa Henovet. Hii kampuni ya Henovet inajihusisha na kujishughulisha na masuala ya ufugaji wa kisasa, vifaa vya ufugaji wa kisasa. Kama unafuga kuku wa broiler, unafuga kuku wa layers, kuna cages za kisasa kabisa kwa ajili ya ufugaji ambazo zimeletwa mahususi kwa ajili ya kupunguza hadha za wafugaji kutokana na magonjwa mengi ambayo yanawapata kuku kwa siku hizi za karibuni. Kwa hivyo tumewaleteni vifaa vya kisasa kwa ajili ya kupunguza yale magonjwa, kupunguza pia muda, kupunguza space ya ufugaji, kwa sababu haya mabanda yetu unaweza kuwa unafuga kuku 500 lakini ukafuga kwenye banda kubwa sana, lakini kwa kutumia hizi cages zetu ukatumia nafasi ndogo sana, na pia ina minimize chakula. Kwa hiyo karibuni sana. Na pengine labda tukitazama katika cages, nimeziona cages ziko za aina tofauti tofauti. Pengine zinaendana na uwezo wa namna gani, kwa sababu pia hata kilo za kuku pia zinakuwa zinatofautiana. Pengine mmeangalia kwa namna gani katika swala zima la kuhakikisha kwamba mtu akiingiza kuku wake ama akiingiza sungura wake ama hata akiingiza chochote kile katika swala zima la mfugo aweze kunufaika? Tumeangalia kwa jinsi ambavyo zimetengenezwa, tumeangalia ile capacity ya kuku. Ndio maana kila keji ina idadi ya kuku. Tutakwambia kwamba hii ni cages ya broiler, lakini inatakiwa waingie broiler kadhaa kuanzia wakiwa vifaranga mpaka utakavyowatoa. Hii ni keji ya layers. Wanatakiwa waingie layers kadhaa mpaka utakavyowatoa ama mpaka watakavyoanza kutaga. Na pengine umuhimu sasa, ama kuna tija gani katika swala zima la kutumia cages na nisifuge tu katika sakafu na hata kuwatoa nje? Pengine kwanza kabisa cages zinasaidia sana kwenye swala zima la magonjwa. Unajua kuku sasa hivi wanapata sana magonjwa. Kwa hiyo cages zinasaidia sana kwenye swala la magonjwa, kwa sababu unapofugia chini kwenye maranda, kuku mara nyingi sometimes wanakula kile kinyesi chao, lakini wakiwa humu ndani ya cages hawagusi kabisa kinyesi chao. Na pia zile gharama za wewe kutumia chakula kingi wakiwa chini wanamwaga kwenye cages, tuna vifaa vya kisasa vya kuwekea chakula kwa ajili ya kuku ambavyo vina minimize chakula. Hiyo ni advantage moja kubwa sana. Pia na kama nilivyoongea mara ya kwanza kwamba space pia, unaweza ukawa unataka kufuga labda kuku 1000 lakini banda lako linaweza kutosha tu kuku 500, lakini cages zetu unaweza kuwa na hilo banda la kuku 500 ambao utawaweka chini, lakini kwenye cages utaweka kuku hata 1000 au hata 1500 kutokana na udogo wa hivi vitu vya kufugia kuku. Ugumu unakuwa uko wapi katika swala zima la wafugaji wengi kutumia mifumo hii ya kisasa ya cages? Ugumu mara nyingi ugumu mara nyingi watu wanasema kwamba ni gharama, lakini gharama ambazo wanazitaja ni bado hawajafika. Unajua kuna mtu mwingine akiona tu kwenye TV, akiona kwenye picha, anaona hichi kitu kitakuwa ni gharama sana. Lakini kumbe sio gharama. Hii imeletwa kwa ajili ya wafugaji, wakulima. Kwa hiyo hata bei zake ziko chini. Ndio. Kwa hiyo watu wasiogope waje. Bei ziko chini, ni affordable. Mtu anaweza akanunua kwa mfano hii keji moja hapa 480,000, lakini ziko mara mbili. Kuna hii ambayo ni ya manyo ambayo utatoa kinyesi kwa kutumia kanda. Alafu tuna ile ambayo sio ya manyo, ni ya kawaida, utatoa kinyesi kwa kutumia tray. Watakuwa wakijisaidia, wewe unavuta tu tray, unaenda unamwaga. Pengine umezungumzia pia tofauti ya namna ya hizi zinavyotumika, lakini pia na tofauti ya aina ya mfugo unaoweka. Pengine zipo za kuku tu ama kuna mifugo mingine ambayo mnaweka kutumia hizi cages? Yes, zipo zingine kama za sungura. Kwa sasa hivi tuna cages za kuku na sungura, ambao kuku tuna cages za aina mbili, broiler na layers. Tuna keji tofauti ya broiler na tuna pia za layers. Lakini pia tuna cages za sungura sasa hivi. Tumeleta cages za sungura. Yes. Na hizo ubora wake umekaa kwa namna gani? Sungura? Za sungura ziko tu hivi kama hizi unavyoziona. Ni pure galvanized. Na kuna mtu mwingine anaweza asielewe hii cages paka inakamilika namna hii. Inachukua ubora wa kiasi gani, kwa maana kwamba vitu gani vya muhimu sana ambavyo vya kumfanya mtu aone kabisa kwamba hapa pana tija, kwamba nikitumia cages kuna vitu ambavyo huwa napunguza? Okay.
Kwa mfano, gharama ile ya wafanyakazi, unaweza kuwa una kuku wengi alafu unatafuta wafanyakazi wengi kwa sababu unafuga chini, unatakiwa muda wote ubadilishe maji pale chini, ubadilishe chakula pale chini. Lakini kwa hii kwanza utapunguza gharama hata ya wafanyakazi. Unaweza kuwa na mfanyakazi mmoja tu akahudumia kuku hata 10,000 kwa sababu mfumo wa maji uko hapa hapa kwenye banda na kuna matenki kuku ya maji. Kwa hiyo wewe utaweka tu maji yako kwenye matenki hapa, utaconnect na tenki lingine juu kubwa, maji yatakuwa yana rani yenyewe, yanaingia yenyewe kwenye mabanda, kuku wanakunywa kwa urahisi. Chakula pia, hauna haja ya kuweka mavyombo mengi sana ya chakula kwenye mabanda. Hii cages utaweka tu chakula chako hapa, kuku watatoa vichwa vyao, watakuja watakula hapa. Yes. Mpaka mnafikia hivi timisi kwamba kuna kitu ambacho kimewasukuma nyinyi kuhakikisha kwamba mnatengeneza mfumo huu. Dio. Pengine mtazamaji angetaka kufahamu kipi ambacho kiwasukuma mpaka nyinyi mkaamua kuja na cages? Okay. Kilichotusukuma kikubwa sana, kilichotusukuma kuleta hizi cages ni kwanza kabisa ni ile wakulima wengi wao wanalalamika sana kuhusu magonjwa. Ndio. Wakiwa chini wanapata sana magonjwa kama cordiosis, vitu vingine vingi sana. Pia kilichotusukuma, unaweza ukajenga banda kubwa sana alafu ukaweka kuku, ukatumia gharama kubwa sana kwa lile banda. Wakati ungetumia hizi cages ni gharama ndogo. Alafu pia gharama ni ndogo na inachukua kuku wengi. Gharama ndogo na pia inachukua kuku wengi. Kwa mfano hii inachukua kuku 80. Ndio. Unafikiri ukiwa na space kama hii unaweza ukaweka kuku 80? Sio Huwezi. That is why tumefanya hivi kwamba tupunguze ile gharama ya mtu, labda mfugaji mdogo anataka fanya hiki mabanda makubwa na vitu vingi sana, lakini akiwa tuna hii keji yake inakuwa imetosha kabisa. Nikitazama ama nikizitazama keji hizi imekuwa na mfumo wake wa kisasa. Ndio. Sasa mimi ndo kwanza naanza kutumia. Ndio. Mna mafunzo yote ambayo kabla mtu hajatumia huwa mnamfundisha? Ndio. Ama je, mnamfanyiaje? Kwa maana kwamba mnamfungia wenyewe? Hapana. Kwanza kwa mfugaji ambaye anaanza, pia tunaweza tukampa ushauri. Tutampa ushauri sisi kuhusu cages, mabanda haya ya kuku, na pia kuhusu kuku. Wapo watu ambao wanashauri, pia tuko nao, tuna contact nao, tunaweza tukamuunganisha nao. Kwa hiyo na cages tunapomuuzia mkulima ama mfugaji, huwa sisi tunaenda kufunga sisi wenyewe. Kwa tunapeleka sisi wenyewe kwa gharama zetu na tunafunga sisi wenyewe kwa gharama zetu. Kwa hiyo tutamuelekeza mfugaji kwamba hii ni hivi, ni hivi, ni hivi, atajaribu, atatest, atafanya kila kitu. Yes. Wengi wanatoa warranty. Kwa maana kwamba nikikutengenezea kitu kama hiki ama wanasema kitaisha muda fulani ama ubora wake utafikia kikomo fulani. Je, hizi cages ambazo nazoziona hapa na mashine mbalimbali nazoziona hapa, pengine nanyi pia mnaweza mkamtahadharisha vipi ama mnaweza mkamwambiaje mtazamaji ambaye pengine anasukumwa sana kuzitumia cages? Ndio. Sisi tunatoa warranty. Yes. Warranty ni ya mwaka mmoja, lakini pia mteja wetu akipata shida yoyote anatupigia. Akitupigia mara nyingi huwa tunamtuma fundi wetu, anaenda kusolve tatizo la mteja. Kila inapoharibika, kila tatizo lolote linapotokea lazima tumtume fundi. Tutampigia mteja simu, tutamuuliza ni nini shida, atatuelezea labda nipo zimekaa vibaya ama hivi. Unakuta mteja mwingine alishanunua, labda watoto wakachezesha nipo zinavuja maji na nini. Kwa atatuelekeza tatizo ni nini, then tutamtuma fundi wetu. Fundi wetu ataenda, ataangalia shida ni nini, atarekebisha, ama kama anahitaji labda kuna vifaa vidogo vidogo vya kubadilisha pia tunamwagizia. Na ndani ya mwaka huo mmoja ama hata mara baada ya huo mwaka ukiisha? Hapana. Sasa tukisha kufungia cages zetu na tukajiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa, tukakuelekeza kila kitu. Kwa kitu kama kikiharibika ndio utatupigia. Then ukishatupigia tutamwambia fundi atakuja, na sio ndani tu ya huo mwaka, ni continuously. Wewe tayari ni mteja wetu. Kwa hiyo tunakujali, tunakuthamini. Popote utakapopata shida ya keji zetu, utatupigia, tutakufikia. Na tumeona ni cages, pengine vifaa gani tena vingine ambavyo kwa mkulima angepaswa kuvifahamu, hata kwa mfugaji pia? Okay, tuna vifaa vingi. Actually hatuna cages peke yake. Tuna mashine za kutotoleshea vifaranga.
tuna mashine hatujazileta hapa kuzidisplay, lakini tuna mashine za kuchakata alizeti, tuna mashine za kukatakata nyasi kwa ajili ya ng'ombe, tuna mashine za kuchuja mafuta, tuna mashine za kutengeneza chakula cha kuku cha kawaida, pellet, layers mash, mashine zote tunazo. Na umuhimu wa kutumia hizo mashine, umeniambia kuna mashine hapa za kuchujia mafuta ama za mafuta hizi za kukamulia alizeti. Hizi nazo umuhimu kwa namna gani? Ama kwa nini mmeamua kutumia hii? Na ama zamani ilikuwaje mpaka mmeamua kutengeneza mashine? Tumeamua kuleta kwa sababu uhitaji ni mwingi. Kutokana na ambavyo tumefanya research kwenda kuuliza mikoani nini. Kwa hiyo tunaona watu wana uhitaji, kwa sababu kuna mtu mwingine ana alizeti zake zimekaa mashineni labda muda mrefu, lakini akiwa na mashine yake atachuja mwenyewe, atachakata mwenyewe, kila kitu atafanya yeye mwenyewe. So anakuwa amerahisisha mambo kuliko kwenda kukaa foleni kwenye zile mashine. Especially watu ambao wako vijijini. Na swala zima la cages naendana pia na vifaa vya kutotoleshea. Hivi navyo ubora wake ni nini? Kwa sababu tumeshazoea kwamba mimi na kuku wangu ndiye huyo ndo mama, ndio atakayetotolesha, ndiye atakayelea, ndo kila kitu. Sasa leo ukiniletea hiki kifaa kina umuhimu gani kwangu? Umuhimu wa incubator ni pale ambapo kwa mfano hao watu ambao wanafuga kuku wa kienyeji ama wale wanaita chotara. Broiler. Wanakuwa na kuku wengi, kuku wanataga mayai mengi, lakini hawawezi wakalalia wakatotoa vile yale mayai yote. Kwa sisi tumekurahisishia mkulima na mfugaji. Utachukua incubator yako, tuna incubator ya kuanzia mayai 64, 70, 140, 210 na kuendelea. Kwa hiyo wewe utachukua incubator yako, utakuwa badala ya kuku walalie yale mayai, hapa yanatotoleshwa kwa 90%. Kwa utaweka mayai yako, utapata vifaranga wengi kuliko ambavyo kuku wangelalia wakaharibu mayai. Ama ukachukua mayai yako kwa unapeleka sehemu nyingine kwenda kutotolesha, alafu haupati yale mayai ambayo umepeleka, labda unapewa mayai less than yale uliopeleka. Lakini ukiwa na incubator yako nyumbani inarahisisha. Nikizichungulia pale naona ni kama feni ama pangaboi ama ni nini kile? Zile ni feni kwa ajili ya kufunga kwenye mabanda makubwa ya kuku. Kama kwa mfano mtu ana kuku wengi 10,000, 20,000, 30,000 mpaka ana kuku wengi. Sometimes joto linakuwa jingi sana kwenye banda. Kwa zile tumeleta specially kwa ajili ya cool ile temperature ya kwenye mabanda. Ndio kazi yake. Na hii ni umesema ni kwa ajili ya kuhimili joto na vitu kama hivyo. Pengine haina madhara kwa mifugo ambao umekuwa umeiweka? Hapana, haina madhara. Haina madhara. Ni feni kama feni zingine ambavyo unaona tunatumia kwenye nyumba, lakini hizi zimeboreshwa, zimeletwa na ile cooling temperature yake ambayo inatumia maji. Wito wako ni upi kwa wakulima pamoja na wafugaji ambao pengine walikuwa wana hofu namna ya kutumia hizi cages, namna ya kutumia vifaa mbalimbali ambavyo ni kwa ajili ya kuwanufaisha wao kwenye ukulima wao, lakini pia kwenye ufugaji wao? Ndio. Wito wangu kwa wafugaji na wakulima, waache sasa ile dhana ya zamani ambayo walikuwa wanatumia. Waingie kwenye hii dhana ya kisasa ambayo ni rahisi na ni nyepesi na inarahisisha hata muda wao pia. Wanaweza wakawa na hizi wakapata hata muda wa kufanya mambo mengine. Tofauti na ile unaweza ukachukua masaa 6 huko kwenye banda unahudumia kuku, lakini nusu saa moja umemaliza. Unaenda kufanya mambo yako mengine. Kwa hiyo nawakaribisha sana wakulima na wafugaji, waje tunawakaribisha. Bei zetu ni affordable, ni rahisi. Tunawakaribisha sana. Tunapatikana Urafiki karibu na BM Coach pale. Tunapatikana Kariakoo kiungani na Sikukuu karibu na shule ya sekondari ya Gerezani. Pia tunapatikana Africana Mbezi Beach. Karibuni sana. Ni keji kwa ajili ya broiler, kuku wa nyama, ambayo inachukua kuku 72 ili wasibanane. Unaweza ukaweka vifaranga 300, lakini baada ya wiki moja utavipunguza vibaki idadi ya keji 12 kwenye kila chumba. Ambayo hii ndio ile niliyokuambia kwamba ni manyo. Uchafu haudondoki chini, uchafu unadondoka juu ya huu mkanda. Alafu wewe utafanya kuroll huu mkanda, then kinyesi kitakuja kumwagikia huku kama unavyoona pale kwenye picha.
Yes. Kwa hiyo utakuwa either umechimba mashimo hapa chini ama una kitu kingine cha kukingia kile kinyesi. Okay. Kwa hiyo wewe kazi yako tu ni kuroll na kusafisha banda kwa namna hiyo. Yes. Lakini banda lako muda wote linakuwa safi. Yaani hata kama banda umepiga tiles, wewe una shida, wewe ingiza tu mabanda yako uingiza tu hizi cages. Kwa hiyo kama unavyoiona ni rahisi na ni nyepesi. Yes. Na hata kama kuku wako mfano wana magonjwa utajua kwa kupitia hapa, kwa sababu kinyesi wewe utakuwa unakiona hapa. Kwa utajua tu mbona hao kuku wana kinyesi cha tofauti na ambavyo watakuwa kule kwenye maranda kusikuna, lakini hapa utakuwa unaona kwa urahisi. Kwa ni rahisi wewe kugundua na kubaini magonjwa kwamba mbona kinyesi kimebadilika, mbona hivi. Kwa hiyo hivyo maji wananywea hapa, maji wananywea kwenye nipples, kwenye hizi nipples. Hapa ndio sehemu ya chakula. Hizi ndio feeder kwa ajili ya chakula. Lakini hizi ziko mara mbili. Kuna hii ya mkanda, alafu kuna ile ambayo sio ya mkanda, ni ya kawaida. Ambayo iko kule. Ambayo ile pale. Hiyo tutakwenda kuiona hiyo. Hebu tuje hii hapa kwanza. Kwa hii hapa ndo sehemu ya kunyweshea maji, kuwekea maji. Hii ndio sehemu ya kuwekea maji. Ama tenki ni lita 10. Kwa hiyo kila tenki ita supply moja. Kwa humu unatia maji, kwa yeye yanapita tu. Kati ya maji yanapita huko kwenye mabomba, wao wanakunywa kwa kupitia humo. Hii nayo tuna hii ni keji yetu kwa ajili ya vifaranga. Vifaranga tu. Hii ni special kwa ajili ya vifaranga tu, ambayo hii unafugia kifaranga wa aina yoyote. Sasa hii haichagui. Wawe ni kifaranga wa kienyeji, wawe ni bata, wawe ni bata mzinga, wawe ni broiler, wote unawafugia. Hii keji ina uwezo wa kuchukua vifaranga 400. Hii kwa ukubwa wake huu. Kwa ukubwa wake huu. Keji vifaranga 400. Maana utaweka 50. Uchafu unatolea hapa kwenye tray. Unaenda unasafisha tray yako, ukishamaliza kuisafisha unairudisha tena hapa. Mambo yako huku. Yaani upati shida. Ni rahisi. Tengeneza vitu safi kabisa. Na hii ndio tumesema ile feni sasa, ambayo mimi nikasema kama vile hii nikasema hii sitanipa baridi hii ikiwa ndani. Hii ndio ile feni kwa ajili ya cool temperature kwenye mabanda ya kuku. Ambayo utakuwa unatumia hii feni na hii kula yake ambayo iko kama AC. Utatia maji huku. Utatia maji kwenye hii, alafu kishatia maji kwa capacity ambayo watakuwa wamekuonyesha. Kishatia maji, kwa hiyo utakuwa unatumia mbili, hii na hii feni. Feni inapiga huku. Inavyopiga hivi, upepo ule utakuwa unatoka huku, sio ule upepo tena wa feni. Ni kama AC. Kama AC. Yaani kama AC. Kwa humu unajaza maji. Ambayo ni kwa kiasi gani? Tutakupa menu ya kiasi gani cha maji cha kujaza. Mambo yako huku sasa. Mtazamaji usichelewe sana, kwa sababu hivi vitu wakati mwingine vina raha yake ukivitumia. Upati shida. Zile harufu zile nyumbani huwa hazipatikani kwa sababu natumia vifaa ambavyo viko makini. Tuna hii keji, hii ni kwa ajili ya kuku wa mayai, yani layers. Hii ni ya kuku 128. Ina contain kuku 128. Yes. Kwa wakati huu mmoja. Hii uchafu unadondoka chini. Kwa hiyo una uwezo wa kutandika aidha yale nylon net pale chini. Uchafu ukidondoka chini utakuwa unayatoa na unasafisha unarudishia. Nayo pia ni rahisi. Kuku wanakaa humu, wanakunywa maji hapa, chakula kiko hapa. Kwa kuwahudumia ni rahisi sana. Kwa hii nayo ina vifaa kama vile ambavyo tumetoka navyo kwenye ambavyo tumetoka kuangalia kule kwenye ile keji ya broiler, lakini sasa hii ni layers. Tofauti. Hii ni layers. Kuku wa mayai. Kuku wa mayai inaingia kuku 128. Tazamaji, haya mambo kwa kweli ukiyatazama unaweza kaona kwamba hii namna gani, lakini ndo teknolojia inabadilika. Tuna hii nyingine. Hii sasa. Hii ambayo ni ya kuku 96. Kuku 96. Nayo ni ya layers, kuku wa mayai. Wanakaa kwa namba. Hii keji yote wanaingia 96. Ambao pia wanakunywa maji kwa kupitia hapa. Na hapa ndipo wanapolia chakula. Na hapa ndipo wewe mtazamaji ambapo unaokotea mayai yako. Kwa hiyo wakitaga humu ndani yai linashuka mpaka haliwezi kuvunjika? Hapana. Halivunjiki. Wakitaga ndani yai linashuka mpaka hapa, kwa hiyo wewe unaokotea mayai yako hapa. Hizi ndio sehemu za kuokotea
mayai, hapa ni chakula. Nzuri, maana kama adondokea hapa ukashangaa usikute yai unasema kuku wangu vipi? Kumbe jamaa amepita. Kwa mtazamaji, kuna vitu vingine ambavyo makini pia. Kwa swala zima la kuhakikisha kwamba mabanda yako yanakuwa yamefunikwa vizuri. Na hii sasa tunakuja kwenye hii sasa. Ambayo hii tumeshaona ile ya broiler ya kuku wa nyama ya mfumo ule wa manyo wa kinyesi kutokea kwenye mkanda. Kwa hii ni ya layers ambayo ni hii na hizi zote ni sawa. Ni sawa. Na capacity ya kuku ya hii ni 96. Ndio. Na yenyewe kazi yake ni ile ile. Ni moja. Kinyesi kitatokea. Okay. Mbolea itatokea hapa. Kwa hiyo utakuwa una roll tu, mbolea inatokea kama kawaida hapa. Okay. Kama umeona hizi ziko tofauti kidogo. Hii ni A type na hii ni H type. Ndio. A type kidogo inakula nafasi. Lakini A type inakuwa imenyoka tu, yani inakuwa. Ndio maana umeona hata kuzipanga nyingi pia. Yes, unaweza kuweka tu mstari moja nyingi. Hata hizi. Okay. Ni yeye mwenyewe mkulima ama mfugaji jinsi ambavyo anataka kufanya ufugaji wake uweje. Okay. Yes. Haya. Sehemu ya kulia chakula ni hii, sehemu ya kokota mayai ni hii, maji wanakunywa tu hapa. Kwa hiyo ni rahisi sana. Ni rahisi sana hata kama unaenda kazini asubuhi, unaweka msosi hapa.